Hotbiz tena, siku nyingine tena ya kibingwa sana, na nimekutana na moja ya mabingwa hao ambao siku ya jana waliibuka washindi pale Pemba, viwanja vya Gombani. Nipo na Salumu wa Yanga. Salumu wa Yanga, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu, habari za kwako? Heri kabisa. Kwangu ni heri zaidi ya heri. Zaidi ya heri. Kwa sababu ukirudi na mwali, kuwa na mwali basi ni heri zaidi. Unaweza kaenda sehemu kuchumbia kwa bila mwali inakuwa hainogi sana. Kitu umechumbia tupata mwali kwa nyumbani, kwa hiyo ni heri zaidi ya heri. Kama inapo kuna watu wamesema kwa mlizidiwa kwa kiwango pale uwanjani, hata kama mmechukua kombe kwa ni mechi tu imeamua hivyo, lakini mlizidiwa kwa kiwango na hata msijui. Kwanza hawa watu tuwape pole, hawajui ni maana ya finali. Finali ikiwa si chepesi, watu wameshindana watu na watu mpaka mkutana na nyinyi, maana yake mmetosha. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kuza finali, na ndio maana nakupa hivi ni zaidi ya heri, kwa sababu tumekwenda kwa mapambano, tumefanikiwa. Dakika 90 zimekwisha, 30 zimekwisha, watu wana matuta, unamchukua mwali jasho linatoka, yaani jini limetoka lakini mganga yuko hoi. Sasa hilo jambo pekee yake nitosha kabisa kama finali ilidhihirisha kwa finali. Jini limetoka lakini mganga yuko chai. Unamaanisha kwa jini ni Azam au jini ni Yanga? Mimi nasema wewe amini hivyo. Jini limetoka. Azam na ndugu zake wametoka. Ila mganga sisi hapa ambao tumefanya ile kazi mpaka wanaondoka na mwali, tuko hoi, tumeana na viatu, bwana, kweli si kweli? Kwa hiyo wao wanaosema watu kama mechi ilikuwa ngumu, ni kweli, wako sahihi, lakini watakiwa kae kwenye mzani kutambua nini maana ya finali na nini maana ya nusu finali na robo finali. Kwa hiyo ni finali, tunamshukuru Mungu, yaliyotendeka yametendeka kwa uwezo wao na wachezaji wetu. Mungu ni mwema. Sawa, lakini unahisi kilichopelekea kabisa kwamba dakika 90 zile mkatoka bila goli lolote, kwa maana si Azam si Young Africa, ni kitu gani? Labda ni uwezo wa Azam uliokuwa timilifu sana, hasa kwa kipindi hichi ambacho Azam wanashinda sana, wanafanya vizuri sana, au unahisi kwamba Yanga hakuwa vizuri kwa siku ya jana? Ukiangalia zile statistics hapo hizo zinatoka pale, tulikuwa tumedominate game hadi yote. Kwa shot on target tumeangalia nani zile kona zetu tumepata, wapo na kona 3, si kona 2, unaona. Lakini utaona maeneo ambayo tulishika mpira au tushika mchezo yalikuwa ni mengi zaidi. Maana yake game tulitaka game ile na tujipanga vizuri. Isipokuwa lazima kama tutakuwa tunavunjia heshima bwana Ibenge kuto kumpa thamani yake ya ubora alionao. Kwa hiyo aliweza kujipanga vizuri kwa kuamini kwamba anakwenda kucheza na timu ambayo ina mastaa, ina watu wanaweza mkosa kutoka matokeo haya, na vijana wangu ni wadogo. Ukiangalia vijana wa Ibenge wengi ukiangalia ni wale Serengeti Boys. Kwa hiyo aliweza kuaminisha nini kwa mnakwenda kucheza na timu kubwa, na wao vijana wakakopi na kuanza kufanya kazi pale, wakiwa pungufu bado wameshaweza kukosa na kuweza ile maki na ulinzi. Kwa hiyo binafsi niseme nimpongeze sana Ibenge na kocha chake kwa kuweza kupokea maelekezo ya mwalimu, wakaweza kufikisha Yanga pale kuchukua bingwa kwa Tanzania. Habari wa Young Africa Ali Shabani Kamwe amenukuliwa akisema kwa Musa Bala Conte anastahili kuomba msamaha. Kwa nini labda amezungumza kitu kama hicho, kwa Musa Bala Conte yeye ndio maana ya mechi wa siku ya jana? Bala Conte wengi walikuwa wamemdharau, labda kwa kukosa ile airtime ya kucheza. Muda mwingi alikuwa acheze ovyo ovyo. Kumwangalia mchezaji wake jana ametulia sana nyuma. Hata kama alikuwa anafanya makosa, ni makosa unahesabu sana makosa yake, lakini alijitahidi kabisa anafanya kazi kwa mujibu wa maagizo aliyopewa na mwalimu wake. Kwa hiyo alitulia sana, ameweka pasi zake na kwenye accurate pass, lakini hata maamuzi yake yalikuwa sahihi. Akiona mbele zikwenda kwa nyuma, akarudi nyumbani kujipanga upya. Kwa hiyo ni mtu ambaye aliheshimu mchezo, lakini aliamini maelezo ya mwalimu kwamba akiyafuatilia au akiyazingatia mchezo jana utakuwa mgumu na utakuwa kwake, na Mungu amemsaidia yeye, amepambana na mechi siku ya jana. Unaona, kwa hiyo pekee yake impelekea kumpa motisha na kumwona kwamba anaweza. Kwa hiyo apunguze juhudi na kupambana zaidi kwa Yanga Afrika na sehemu nyingine katika dunia. Kuna mmoja wa influencer wa Simba anasema kombe la mikosi ni hili la Mkutano. Na hizo anasema hili ni kombe la mikosi. Mimi tumpole wao, kwa sababu wao mara ya mwisho cha kombe hili ndio baada hapo kuchota tena kombe lingine. Umeelewa vizuri? Simba akiwa vizuri, kombe la mwisho kuchukua la Mapinduzi ilikuwa baada ya hapa. Na kombe gani? Hata jagi la maji hana, kikombe cha kahawa hana. Kwa hiyo hawezi mmechukua hili, maana yake hamtachukua tena. Sio Yanga Afrika kwao, wao wanatakiwa waseme kwao.
sio kwa Yanga Afrika. Yanga Afrika ndio tuna dhamana kukamata makombe haya, ndio tunakabata kuhifadhi makombe. Hata unapeka Simba unapeka Yako pale. Wewe unasema kama makombe pale. Wewe nenda kapeta katembee pale Msimbazi. Hakuna sababu ofisi ya Mo. Hakuna ofisi ya Simba Oysterbay. Ofisi ya Simba ndio fahamu sisi maisha yake ni pale Msimbazi. Kama vile Jangwani. Jangwani nakwambia ana ofisi Salamanda, huyo muongo. Ofisi Salamanda ni Iris na watu wake na nani. Lakini unapokuja kwenye swala la Yanga, ofisi klabu inapatikana Jangwani. Kwa hiyo vikombe vyote vya Yanga Afrika vinaweka wapi? Jangwani. Kwa hiyo Simba kombe lake anaweka wapi? Msimbazi. Hana Msimbazi kwa kombe anaweka wapi Msimbazi Simba? Kuna klabu Msimbazi pale? Hakuna. Kwa hiyo kombe zikawa nyumbani kwa Mo halikani. Kwa sababu hawana dhamana hiyo. Kwa zamani Yanga kama sisi tuna deserve kucheza finali kwa nguvu zote kwenda kuchukua kombe hili kwenda kuhifadhi salama. Sisi wana Mapinduzi, si ndio Yanga Afrika. Tuna uwezo huo. Kwa maana hiyo wengine wanasema kuwa ndio mmefungua misimu ya makombe, tutegemee makombe zaidi. Na bahati nzuri aliyekwenda kutupatia kombe ni kapiteni. La kapiteni. Ndo Mwamnyeto. Ndio finali kaimaliza yeye jana na amekupatia kombe kuinua. Kwa hiyo ishara tosha kwamba tunakwenda kuendeleza ule ubebaji wetu wa vikombe. Captain wa vikombe ndio yule na timu ya vikombe ndio Yanga Afrika. Kwa hiyo tunaamini kabisa Mwamnyeto ameona kufungua kabati la vikombe na tunakwenda vizuri. Sasa tunakwenda kwenye tuna ligi hapa katikati. Tuna ligi zika 2-3 hivi za vipolo tutakaba tusubiri haya. Utaona Yanga, utajua Yanga. Utajua Yanga. Sasa salamu kwa Simba labda kutokana na hichi ambacho Simba sasa kocha msalimia, unasema nini mtu kashakufa? Dabi yenu na nani? Simba. Nakwambia hivi, Simba hatamani kukuta Yanga bora kutana na msiba. Wale bado kujivunja kule na akili. Simba sio kwa kupenda finali ya Mapinduzi. Alijua nikutana na huyu pumbavu huyu. Mimi nakulagalika. Simba alijua finali hii angekutana kwa sababu Yanga hana masiara. Angekutana na Yanga mimi kulagalika kubwa. Kwa alichofanya yeye cha kwanza kujivunja. Bora mtu ishi huko barabarani, yaende mtusie mlio. Makusudi viongozi wao wanajua, wachezaji wao wanajua na mashabiki wao wanajua. Mnaelewa vizuri? Na ndio maana katika media hujamuona mshabiki wote wa Simba akilalamika matokeo mabovu wala kiongozi wote wa Simba kwa sababu tumekosa. Hakuna, waliona sawa sababu ni heri kukutana na shetani kuliko shetani kamili. Ni heri kukutana na shetani kuliko shetani kamili. Shetani kamili ndio Yanga. Alikuwa na mapembe. Sasa wewe unasemaje? Kwa Simba. Unatokaje? Ndio, tuna mai wetu. Kitu mtaka mai wetu. Kwa ugomvi wa jana sisi na Azam kwa nini Azam kaongea mapenzi yangu bila mpenzi wangu? Ndio kwa ugomvi mkubwa pale. Na ndio maana alipambana kujifanya na yeye ana uwezo wa nguvu kumzuia mke wake kwamba nimemchukua mpenzi wako sababu nina nguvu. Lakini mwisho wa siku kaonekana mwenye nguvu nani? Wewe una pesa, mimi nina nguvu za kiume. Lakini baadhi ya mashabiki wanasema kwa kiuhalisia jana pamoja na kuchukua kombe lakini mlitolewa jasho sana kutokana na Azam alikuwa pungufu. Nimesema hawakukamilika. Unajua unarudisha nyuma. Heri mpenda shari. Wewe sio mpenda shari. Wewe mpenda shari. Kwa sababu kama unapenda shari nimeshakwambia finali haiwezi kuwa mchezo mtoto. Ile ni finali hata kama watu wapo hata kama kwani Simba walikuwa watu wangapi? Simba na Azam walikuwa watu wangapi? Nani alikuwa pungufu? Azam alikuwa pungufu. Sawa. Mbona Simba hakushinda? Kama pungufu ni hoja. Pungufu sio hoja. Tena kwa mwalimu mzuri kama Ibenge. Anapokuwa pungufu ni mwalimu mzuri sana kwa vijana wadogo. Kweli kijana kama Ibenge chofanya kwamba agizo vijana tuko pungufu, kazi yenu kuheshimu Yanga, lakini eneo letu la kazi leo eneo la ulinzi. Vijana wanafanya kazi vizuri, matokeo ndio yale pale. Mpaka dakika 90 hamna kitu, 30 hamna kitu, tunaona matuta. Ukiambiwa mtaje man of the match upande wa Azam utaje nani? Nani aliwapelekesha kwa hivyo mtasema mtoto mtatu? Mimi kwa jana kwa nini nikampa Azam? Mimi labda Seleli nzuri. Utaona eneo lake alikaa vizuri sana. Kwa hiyo Seleli kwangu mimi nampa nafasi kwamba apambane, aendelee kwa vizuri. Seleli kwa mzuri kwetu, atupo shindani nzuri zaidi. Seleli alikuwa mzuri. Kwangu kwa mzuri sana kwa upande wa Azam. Nikushukuru. Asante sana. Karibu sana mzee.